Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu imeahirishwa leo hadi Juni 16 mwaka huu. Kesi hiyo imeahirishwa na hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam, ndugu Franco Kiswaga, mara baada ya kusikiliza hoja za upande wa jamhuri na upande wa utetezi. Awali upande wa jamhuri uliomba mahakama kuahirisha kesi hiyo kwa kuwa upelelezi haujakamilika, japo hoja ambayo ilipingwa vikali na upande wa utetezi wakidai upelelezi umechukua muda mrefu. Akitoa majumuisho, hakimu Franco Kiswaga aliuliza upande wa jamhuri kwamba upelelezi umefikia wapi, ambapo walijibu wapo hatua za mwisho, hivyo kutaka upelelezi huo ukamilishwe haraka kwa kuwa upo katika hatua za mwisho na kesi iweze kuendelea. Lakini wakati huo mawakili upande wa jamhuri waliomba mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam kutolea maamuzi kitendo cha mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu kuingia kwenye chumba cha mahakama na kutamka neno no reform no election, kitu ambacho kinashusha heshima ya mahakama. Ombi hilo limetolewa na jopo la mawakili upande wa jamhuri. Akiongea kwa niaba ya wenzake Nasoro Katuga mbele ya hakimu mkazi Franco Kiswaga, huku akiomba mahakama kuongeza muda zaidi kwa ajili ya upelelezi wa shauri hilo ili uweze kukamilika. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu leo Juni 2 mwaka 2025 alipandishwa mahakamani ikiwa tayari hakimu ameingia kwenye chumba cha mahakama, hali ambayo ilipelekea mawakili upande wa jamhuri kuona ni utovu wa nidhamu kwa mahakama ikiwa imeanza mshtakiwa kutamka maneno aliyoyataja. Kwa upande wake hakimu mkazi Franco Kiswaga anayeongoza shauri linalomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ametoa onyo kali kwa mshtakiwa huyo na wote wanaohudhuria kesi hiyo kutosema maneno yoyote bila amri ya mahakama. Hakimu Kiswaga akitoa uamuzi kuhusu hoja ya Lissu alipoingia mahakamani na kutoa maneno yaliyotafasiriwa ni kudharau mahakama, hakimu amesema maneno yaliyosemwa na mshtakiwa yalikuwa sio sahihi na hata walioitikia nao hawakuwa sahihi, na hivyo akawaonya watu wote na wafuasi wa chama hicho kutotamka neno lolote bila ya amri ya mahakama. Awali mahakama ya Tanzania iliutangazia umma kuwa kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu ambayo imesikilizwa leo Juni 2 mwaka huu katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam kwamba itarusha mubashara kupitia channel ya mahakama hiyo ili wananchi wapate fursa ya kufuatilia mwenendo wote wa mashauri yanayomkabili Mheshimiwa Lissu. Taarifa hiyo ilitolewa Juni 1 mwaka huu na mkuu wa kitengo cha habari, elimu na mawasiliano wa mahakama ya Tanzania Gerard Chami, ambapo imeeleza kuwa lengo la mahakama kurusha mubashara matangazo ya mwenendo wa mashauri hayo ni kuwawezesha wananchi popote pale walipo na ambao wanapenda kufuatilia mwenendo wa mashauri kuweza kufuatilia bila kuwa na ulazima wa kufika mahakamani. Aidha, taarifa hiyo ilibainisha kuwa hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mkakati wa mahakama ya Tanzania ambao unalenga kuimarisha uwazi, uwajibikaji na matumizi ya teknolojia katika huduma ya utoaji haki. Tunaomba umma ufahamu kuwa mahakama ya wazi katika mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu ni ndogo, ikiwa na uwezo wa kuchukua watu 80 tu. Kwa uwezo huo imekubalika watakaoingia ni mawakili wa serikali na watu wengine 10, mawakili utetezi na watu wengine 60 na waandishi wa habari 10, imesema taarifa hiyo. Aidha, ikumbukwe kuwa mahakama hiyo inatumiwa na mahakimu wa kazi zaidi ya 10 ambao watakuwa wanaendesha mashauri mbalimbali katika mahakama hiyo. Hivyo tunashauri na kusisitiza wananchi wote wenye nia ya kufuatilia mashauri hayo wafuatilie akaunti ya mahakama kupitia kiungo kinachowasilishwa kabla ya mashauri kuanza. Taarifa hiyo imeongeza hivyo. Mahakama inawahakikishia umma na Watanzania wote kuwa itaendelea kutoa haki kwa uwazi, kwa wakati na kwa wakati wote. Tunawahimiza wananchi wote kuendelea kushirikiana na mahakama katika kujenga mfumo wa utoaji haki unaozingatia misingi ya kikatiba, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali. Wakati hayo yakiendelea, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche alisema chama hicho kikiingia madarakani kitahakikisha kila Mtanzania analipwa pensheni na sio watumishi wa serikali pekee, ambapo amehakikishia mafundi ujenzi na madereva bodaboda kuwa hadi wao watalipwa pensheni. Akiongea wilayani Hai mkoani Kilimanjaro, Heche alisema wewe fundi ujenzi ndio unatujengea nyumba tunakaa.
Wewe bodaboda unaendesha bodaboda na wewe unalitumikia taifa. Inakuwaje watumishi wa serikali ndio walipwe pensheni baada ya miaka 60? Wewe ulijenga nyumba usilipwe pensheni wakati wewe pia ulilitumikia taifa. Sisi tunasema kila mtu atalipwa pensheni kwa sababu na yeye alilitumikia taifa na yeye alijenga nchi hii, alisema Mheshimiwa Heche. Lakini waziri wa ujenzi Abdallah Ulega amemtaka mkandarasi anayejenga barabara ya Kikombo Chololo Mapinduzi inayokwenda kwenye makao makuu mapya ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ kukamilisha kazi hiyo ifikapo Disemba mwaka huu. Ujenzi wa barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 16.6 kwa kiwango cha lami umekuwa ukisuasua kutokana na kile kinachoelezwa kuwa ni upungufu wa wafanyakazi na mitambo ya ujenzi. Ulega ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma wakati wa ukaguzi wa maendeleo ya ujenzi wa barabara hiyo, akiwa amefuatana na waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Daktari Stergomena Tax pamoja na mnadhimu mkuu wa JWTZ Luteni Jenerali Salum Haji Othman na watendaji wengine wa wizara yake. Aidha, waziri Ulega amemwagiza mkandarasi ambaye ni kampuni ya Chiko kuhakikisha anaboresha mpango kazi wake ili aweze kukamilisha kazi zilizobakia zikiwemo ujenzi wa makaravati pamoja na madaraja katika barabara hiyo. Pia waziri Ulega amebainisha kuwa serikali hivi sasa ipo katika hatua za mwisho za manunuzi za kumpata mkandarasi wa kujenga barabara njia 4 na 6 kuanzia Chamwino Ikulu hadi katikati ya mji wa Dodoma. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Daktari Stergomena Tax ameeleza kuwa ni matumaini yake ujenzi wa barabara hiyo utakamilika kwa muda uliopangwa na ikiwa na ubora na viwango vinavyotakiwa. Naye mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabiri Shekimweri amewashukuru mawaziri hao kwa kufika na kukagua hatua za barabara hiyo, kwani lengo la barabara hiyo ni kuleta muunganiko na ukaribu kati ya wilaya za Dodoma mjini na Chamwino, na hivyo utachochea maendeleo katika maeneo husika. Hii ni Sky4 Media.